Nasoma kitabu cha Kutoka sura ya 8 kuanzia mstari wa 20 hadi wa 24. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Angalia, atoka aenda majini. Kamwambie, Bwana anasema, wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie mimi. Au kwamba huwapi ruhusa watu wangu? Tazama, nitaleta wingi wa mainzi juu yako wewe na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nyumba zako, na nyumba za Wamisri zitajawa na wingi wa mainzi, na nchi nayo ambayo wa juu yake. Nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayoikaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. Nami nitatia mpaka kati ya watu wangu na watu wako. Ishara hiyo italetwa kesho. Bwana akafanya wakaja wingi wa mainzi kwa uzito sana, wakaingia nyumbani mwa Farao na katika nyumba ya watumishi wake, tena katika nchi yote ya Misri. Nayo nchi iliharibiwa kwa ajili ya wale mainzi. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Hili ni pigo la tano kwa Farao. Mainzi katika nyumba yake yote na kwa watumishi wake na kwa kila nyumba, kwa kila mtu. Pigo la 5 ni mainzi. Siku zile watu wanatakiwa kuelewa kwa nini Mungu alimpiga Farao na nchi yote ya Misri kwa pigo la mainzi. Nini siri katika maandiko haya matakatifu? Siku ile Mungu anamwambia Musa na Haruni, utoke uende ukutane na Farao, naye anaenda majini. Ukamwambie, Bwana Mungu anasema hivi, waache watu wangu, wape ruhusa waondoke, waende wakanitumikie huko nitakakowaambia waende. Na kama hutaki, basi nitaipiga nchi yako na wingi wa mainzi. Mainzi yataingia katika nyumba yako wewe na nyumba ya watumishi wako. Mainzi wataingia katika kila nyumba, kwa kila mtu. Watajawa na mainzi. Lakini nitaweka mpaka, nitatenga nchi hii kati ya Gosheni na nchi yako, kwa sababu Gosheni ni mahali ambapo wanaishi wana wa Mungu, wacha Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema, nitatenga kati yako wewe na watu wangu. Gosheni hakutaingia nzi hata mmoja. Gosheni hapatakuwa na haya mainzi, bali katika nchi yako wewe na kwa watu wako wewe na kwa watumishi wako wewe, kwa nyumba zako zote na nyumba zao zote, huko watajaa mainzi. Na ndipo utajua mimi ni Mungu, hakuna Mungu mwingine. Basi ndivyo Musa alivyokwenda akakutana naye na akamwambia hivi, akafanya hivyo. Basi Mungu akaleta pigo la mainzi katika nyumba ya Farao, katika ufalme wake, katika nyumba ya watumishi wake. Hapakuwa na amani, ni kelele za mainzi tupu. Katika vyakula mainzi, kitandani mainzi, popote walipo mainzi. Hakuna amani, hakuna furaha, hakuna faraja. Mainzi yamejaa kila mahali kwa kila mtu.
Ndipo Farao alipomwambia Musa na Haruni, njooni mniondolee mainzi haya, mwambieni Bwana Mungu wako aniondolee, mwombeni aniondolee haya mainzi, nami nitawapa ruhusa watu hawa waende wakamwabudu, wakamtumikie. Lakini hata hivyo, hata Musa alipofanya hivyo, Farao akawa na moyo mgumu kabisa, akawa na moyo mgumu, hakutaka kuachia wana wa Israeli waende kumcha Mungu, akawa na moyo mgumu zaidi. Maandiko haya matakatifu manake nini? Ni unabii. Mungu anahubiri kwa habari ya unabii utakaotokea siku zinakuja, ambazo siku hizo ni sasa, wakati wetu huu. Nayo haya yamekwisha kutokea. Unatakiwa kujua kwa nini Mungu ametumia mainzi. Anamaanisha nini kutumia mainzi, kumpiga Farao kwa mainzi, kuipiga nchi ya Misri kwa mainzi, lakini sio kwa watu wa Mungu? Mungu anamaanisha nini? Iko siri gani hapa? Wewe unajua jinsi nzi alivyo. Nzi hapatikani mahali pasafi, bali mahali pachafu ndipo nzi anapokusanyika. Manzi hawakusanyiki mahali patakatifu pasafi paliposafishwa, hawakai nzi hapo. Ni lazima watakusanyika mahali pachafu zaidi. Mahali penye vidonda ndipo nzi wanapokusanyika. Kwa mtu yoyote mwenye vidonda, nzi anakusanyika hapo. Mahali penye mzoga, nzi wanakusanyika hapo. Kitu kilichooza, kimekufa, kimeoza, nzi wanakusanyika hapo. Kwa mtu aliye hai, nzi hawakusanyiki hapo. Kwa mtu mwenye uzima hakusanyiki, nzi hawezi kutua hapo, kwa sababu yeye mahali pake pa kuishi ni mahali penye mzoga, mahali pa mtu amekufa au kiumbe kingine kimekufa, kimeoza. Hapo nzi ndipo anapokusanyika, na mahali pachafu. Kwa hiyo nzi makao yake ni makao mahali palipo pachafu, penye mizoga, penye viumbe vilivyokufa, ndipo nzi anapokusanyika hapo. Nzi anawakilisha nini? Misri hawana Mungu. Misri hawamchi Mungu. Mungu aliye hai ndio mkuu wa uzima. Yeye ni nuru, yeye ni mtakatifu. Hawana huyu Mungu. Wana miungu, Ibilisi, shetani mkuu wa dhambi, laana na mauti, wachafu. Kwa hiyo Misri, wana wa Misri wanawakilisha watu wa giza, wasio na Mungu, wasio na Yesu Kristo. Kwa hiyo kama hawana Yesu Kristo ndani yao, wamekufa. Ingawa wanaonekana wako hai, lakini Mungu akiwatazama wamekufa, hawana uzima, wana mauti, wamekufa ingawa wanatembea. Ni wachafu, wachafu wa mioyo yao, wachafu wa roho zao. Kwa hiyo manzi yanawakilisha mashetani. Hapa Mungu anaongea kwa habari ya mashetani, pepo wachafu, roho chafu. Manzi ni mashetani. Shetani hakai kwa watakatifu. Shetani anakaa kwa wachafu, kwa waliokufa. Hapo ndipo makao ya mashetani, ya roho chafu, pepo wachafu, wanakaa hapo. Farao hana Mungu. Watu wa Misri hawana Mungu. Kwa hiyo hawa wamekufa, hawana uzima ndani yao, ni mizoga.
ni wachafu. Kwa hiyo hapo ndipo makao ya manzi. Hicho ndicho chakula cha manzi. Kwa hiyo manzi yamekusanyika kwao, mashetani. Wao na mashetani ni kitu kimoja. Lakini angalia Gosheni, Mungu anasema nitatenga kati yako na Gosheni, watu wangu hawatakutwa na manzi. Nzi hataenda kule. Kwa sababu gani? Kule ni kusafi, kwa sababu wanaye mtakatifu Yesu Kristo. Kule kuna nuru, kule kuna uzima, kwa sababu wanaye Yesu Kristo aliye uzima. Kwa hiyo nzi hawezi kukaa mahali patakatifu, nzi hawezi kukaa mahali penye uzima. Nzi anataka mizoga na mahali pachafu wenye vidonda visivyopona. Hii ndiyo siri. Mungu anahubiri kwa habari ya unabii, anasema zamani zinazokuja watu watavamiwa na mashetani, watu watavamiwa na mapepo, roho chafu, kwa sababu hawana Kristo ndani yao, kwa sababu wamemkana Kristo, hawana Kristo ndani yao, hawana Mungu ndani yao. Sasa wanamilikiwa na mashetani, ndani yao ni makao ya mashetani. Hawa ndiyo manzi, ni manzi machafu. Chakula chao ni mizoga, chakula chao ni vidonda vilivyooza, chakula chao ni makao yao ni mahali pachafu. Hawawezi kwenda mahali patakatifu wanapokaa wana wa Mungu. Hawawezi kukaa ndani ya wana wa Mungu, kwa sababu ndani ya wana wa Mungu, mahali hapo ni makao ya Roho Mtakatifu na malaika ndiko wanakokusanyika. Lazima tuseme hii siri ya maandiko matakatifu, watu wajue. Kwa hiyo ukitazama ulimwengu wa leo, mambo yote yamekwisha kutimia. Watu wamejawa na mashetani, watu wamejawa na mapepo, roho chafu. Kwa sababu gani? Hawana Kristo, hawana Mungu aliye hai, hawana mtakatifu ndani yao. Wao sio watakatifu, ndio maana mashetani yanaishi ndani yao. Kwa hiyo Misri hawana Mungu, ndio maana manzi yako kwa Wamisri. Misri inawakilisha dunia, wasio na Kristo, wasiomwamini Yesu Kristo. Lakini wale waliomwamini Yesu Kristo, hao wana wa Mungu, hawawezi kuvamiwa na manzi, hawawezi kuwa pamoja na manzi. Manzi hayawezi kukaa pamoja na watakatifu, pamoja na walio hai. Manzi yanakaa kwa wafu. Hii ndiyo siri. Angalia makanisa mengi ulimwenguni, makanisa mengi ulimwenguni yamejawa na manzi. Manzi yanapiga kelele humo katika ibada zao. Watu wote, asilimia kubwa wote wana manzi, wamejaa manzi. Unawezaje kujiita wewe ni Mkristo na ndani yako ni makao ya manzi? Unawezaje kujiita wewe ni mcha Mungu hali unamiliki manzi? Kama wewe ni mcha Mungu, ni Mkristo, tunataka kuona ndani yako yuko Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo. Lakini ajabu, kinachotoka ni pepo wachafu. Wakati wote una pepo tu wachafu, una mashetani. Ni Kristo gani huyo uliye naye? Kwa hiyo Mungu anatufundisha kwamba kumjua mcha Mungu na kumjua mtu asiyemcha Mungu ni rahisi. Gosheni hakuna manzi, hawa ni wacha Mungu. Gosheni hakuna manzi, lakini upande wa Misri kumejaa manzi. Hawa hawana Mungu na Gosheni wote wana Mungu. Hii inamaanisha Wakristo wa kweli ni wale ambao huwezi kukuta manzi yamejaa ndani yao na makanisani kwao. Shetani, mapepo, roho chafu, huwezi kukuta hiyo. Kwa sababu gani? Hiyo ndio ishara kuonyesha hili kanisa ni makao ya Roho Mtakatifu. Lakini unaona makanisa kila siku yanaendesha ibada za mashetani, wanacheza na mashetani, wanainua mashetani, wanacheka na mashetani.
wanaongea na mashetani, wanahojiana na mashetani, hawawezi kuwa kanisa la Kristo hilo, kwa sababu hayo ndiyo manzi. Ikiwa unamiliki mashetani ndani ya kanisa na ndani ya mtu, unamiliki mashetani, Roho Mtakatifu ana nafasi gani kwako? Yuko wapi? Mbona hatumuoni Roho Mtakatifu? Tunaona tu mashetani, mapepo, roho chafu zinalipuka kila siku katika ibada, wale wanalipuka mashetani. Kanisa ni pamoja na mashetani. Kanisa gani hili? Bwana wetu Yesu Kristo amekwisha kutuonyesha katika pigo la 5. Mungu anaonyesha ni watu gani ukiona manzi kwao sio watu wangu, na ni watu gani ukiona hakuna nzi huko, hao ndio ni watu wangu. Unawezaje kujiita wewe ni kanisa la Mungu, unafanya ibada pamoja na manzi yamejaa ndani ya kanisa? Kelele za manzi, hii kumaanisha watu wako wamejeruhiwa, wana vidonda visipopona. Mchungaji anatakiwa kujua kwamba unapoona manzi yamejaa kwenye kanisa unalolichunga, hii kumaanisha watu wako wana vidonda, hawajapona bado. Watu wako ni wachafu na hujaweza kutatua hilo tatizo. Ndio maana uko pamoja unahubiria manzi. Na kwa nini nzi lisikilize neno la Mungu na linadumu humo? Hilo neno unalohubiri sio la Kristo. Unaposali pamoja na manzi, ujue watu wako wamekufa na wewe mwenyewe umekufa. Ndio maana manzi yako humo ndani pamoja na wewe mwenyewe, kwa sababu unanuka mchafu. Hii ndiyo ishara ya kuonyesha hili kanisa la Mungu na hili sio kanisa la Mungu. Wanasali na manzi. Manzi na nguruwe wana tabia moja. Manzi na nguruwe wana tabia moja, wote wanapenda uchafu. Siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alipoenda katika mji wa Wagerasi, akamkuta mtu aliyejawa na mashetani, legioni, mashetani, mapepo, roho chafu. Wale roho chafu, yale mashetani yakamwambia Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana, usitupeleke shimoni, bali turuhusu tuingie kwa wale nguruwe. Bwana hakukataa, akawaruhusu waende kwa nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu asili ya nguruwe ni mchafu. Kwa hiyo mashetani hayakai mahali patakatifu, yanakaa mahali pachafu, kwa sababu wamemwona Kristo amekuja kumkomboa huyu mtu sasa sio tena nguruwe, bali sasa amekuwa mwana kondoo. Pepo, roho chafu, mashetani hayakai kwa mwana kondoo, bali yanakaa kwa nguruwe, kwa sababu nguruwe aliyeoshwa amerudi matopeni. Sasa wakimtazama mashetani, yanaona huyu ni mchafu, hapo ndipo mahali petu pa kuishi. Wakasema tupeleke kwa wale nguruwe. Yesu akasema nendeni kwa wanguruwe, lakini kwa mwana kondoo marufuku. Nendeni kule kwa wale nguruwe, lakini kwa huyu kondoo wangu marufuku. Nenda kwa nguruwe. Mtume Petro anasema imetimia kwao ile methali inayosema nguruwe aliyooshwa amerudi matopeni. Sasa wamekuwa makao ya mashetani. Mashetani yanakaa kwa watu wachafu. Manzi yanadumu kwa watu wachafu wenye vidonda visivyopona, kwa maiti, mizoga iliyokufa. Kila mtu asiye na Yesu Kristo ndani yake amekufa. Hata kama unajiita Mkristo, lakini ukiwa unamilikiwa na manzi yanaonekana kwako, ujue wewe bado huna Yesu Kristo. Unahudhuria ibada sawa,
Unaenda kanisani sawa, unafanya huduma zote sawa, lakini kama ndani yako unamilikiwa na manzi, umekusanyikiwa manzi, ujue huna Kristo, bado wewe ni mchafu, tena ni maiti inayotembea. Watu wanatakiwa kujua hilo. Watu wengi ni maiti inayotembea, ni wafu walio hai kwa jinsi ya mwili, lakini roho wamekufa. Ndio maana manzi hayatoki kwao. Hiyo ni kuonyesha kwamba wewe ni mchafu. Kama manzi yanajaa ndani ya chumba chako au ndani ya nyumba yako, basi lazima utafute ni wapi pachafu, kwa sababu nzi hawakusanyiki mahali patakatifu pasafi. Nzi wanakusanyika mahali pachafu, penye vidonda, penye mizoga. Kwa hiyo lazima uhakikishe nyumba yako, utambue wapi pachafu. Mungu anatabiri kwa habari ya manzi. Hili pigo alilopigwa Farao ni pigo la kutujulisha sisi kwamba nyakati zinakuja, watu watamilikiwa na manzi, watu watajaa manzi, wataishi na manzi, lakini watakatifu watakuwa safi, makao ya Roho Mtakatifu. Huko huwezi kukuta manzi. Gosheni. Hii Gosheni ndiyo kanisa takatifu la Yesu Kristo. Watu wanatakiwa kujua hivyo. Wote waliotolewa mapepo zamani za Yesu Kristo, walioondolewa mapepo, ndio walijiunga katika kanisa. Lakini ndani ya kanisa hapakuwepo na pepo, hapakuwepo na manzi. Ndani ya kanisa la Kristo, ndani ya kundi la Yesu Kristo, hapakuwepo na manzi, bali manzi yalikuwa nje ya Kristo. Walioponywa huko ndio waliletwa kuwa pamoja, kanisa moja, katika kundi moja takatifu la Kristo. Waliponywa huko, wakaletwa ndani ya Kristo. Lakini sio ndani ya Wakristo kuwa mapepo, kuwa manzi. Hapana. Hiyo ni ishara kuonyesha huna Kristo. Kwa hiyo Mkristo wa leo unatakiwa kujua, kama bado unaishi na manzi yamekuzunguka ndani ya kichwa chako, ndani ya moyo wako, maisha yako yote umejawa manzi, geuka. Unatakiwa kujua, hapa sina Kristo, bali shetani ndio anayeonekana sasa. Kumbe ninamilikiwa na shetani. Ukionekana una manzi, ujue unamilikiwa na shetani, kwamba wewe ni mchafu. Hiyo ndio kioo. Kwa hiyo kioo kingine cha kujua wewe ni mtu wa shetani, bado huna Kristo, ni hayo manzi. Wachungaji wanamiliki manzi siku hizi. Wachungaji wanahubiri kwa manzi, wanayahubiria manzi kila siku, kila ibada. Manzi hayaishi. Kwa sababu gani? Wao wenyewe wachungaji na wahubiri wote katika makanisa yao ni wachafu na ni mizoga. Ndio maana manzi hayakomi katika ibada zao. Ni wachafu, ni mizoga. Nzi anawezaje kutoka humo? Nzi hawezi kutoka humo kwa sababu ni mizoga. Nzi hawezi kutoka humo. Kama wangekuwa wameponywa vidonda vyao, nzi angeondoka, asingeonekana nzi. Kama wangekuwa wako hai wana Kristo, nzi hasingeonekana humo. Lakini kwa kuwa manzi bado yako katika ibada zao, katika makanisa yao, na wanahubiriana hayo manzi, yanapiga kelele humo manzi, basi ujue hao watu wote ni mizoga. Penye mzoga ndipo tai wengi wamekusanyika, sio penye uhai. Tai hawakusanyiki. Tai hakusanyiki penye uhai. Tai amekusanyika mahali penye mzoga. Manzi yanakusanyika mahali penye mzoga pachafu. Kuna haja ya kuzunguka kusema nitalijuaje kanisa lenye Mungu, lenye kanisa la Kristo, na hili si kanisa la Kristo? Nitalijuaje? Ni rahisi. Angalia manzi yako wapi. Watakudanganya kusema hawa wamekuja ili waondolewe mapepo. Hapana. Pepo likiondoka halirudi tena kama kweli limeondolewa na Kristo. Mashetani yakiondolewa ndani ya mtu hayarudi tena kama huyo mtu kweli anaye Kristo.
Lakini manzi siku hadi siku, ibada hadi ibada, vizazi na vizazi vinazaliwa, wanakuta makanisa yana manzi. Kwa hiyo kizazi kinazaliwa kinakuja kujua kumbe makanisa ya Yesu Kristo ni pamoja na manzi. Huyo ndio mpinga Kristo, anajidai yeye ana nguvu za Yesu Kristo, anatoa mapepo, kumbe anayadumisha mapepo ndani ya makanisa yake, kwa sababu yeye ameletwa na kuzimu. Anafanya kazi ya kuyahudumia hayo manzi yadumu ndani ya watu. Sio kwamba anaondoa manzi, bali huyo anafanya kuwaleta watu wazidi kuwa mizoga, waoze ili manzi yazidi kudumu kwao. Sio kwamba anawasafisha wapate uzima wa milele, bali anawadumisha manzi yadumu kwao. Mungu akubariki sana. Jitazame siku zote mwenyewe, hakikisha manzi hayapo kwako, ila Kristo anaishi ndani yako. Ikiwa ni mtumishi, hakikisha kanisa lako halina manzi. Acha kumiliki manzi, acha kudumu kuishi na manzi, acha kufanya ibada na manzi. Una rafiki gani? Una urafiki gani na manzi? Manzi yako upande wa Misri, upande wa Farao na watu wake, lakini hawapo Gosheni. Mungu anatujulisha kwamba kanisa takatifu la Mungu haliwezi kusali, kufanya ibada pamoja na manzi, kwa sababu wale watu ni watakatifu, wale watu ni wazima walio hai. Kwa hiyo nzi hakai mahali patakatifu, nzi hakai mahali penye uzima, nzi anakaa mahali penye mzoga. Kanisa la Kristo ni kanisa safi takatifu, makao ya Roho Mtakatifu. Watu wajue hivyo na ujue hivyo. Mahali popote unaposali, unaona unasali na manzi yanapiga kelele humo, ujue hilo kanisa halina Kristo, halina Roho wa Mungu, halina uzima. Ni bado wana vidonda, ni bado wachafu, wako katika dhambi, laana na mauti. Wamekuwa majumba ya mashetani, wamekuwa majumba ya roho chafu, wamekuwa nyumba za roho za kuzimu. Shetani anaishi humo, bundi wanapiga kelele humo, mbwa mwitu wanaishi humo, manzi yameweka kambi humo. Wamekuwa nguruwe wachafu, wamekuwa na vidonda visivyopona, kwa sababu wamemkataa Yesu Kristo, wamekataa imani kwa Yesu Kristo, wamekataa mwili na damu ya Yesu Kristo. Sasa wanapitia hali ngumu ya kuvamiwa na manzi kila siku kama Farao. Lakini kama watakuwa na moyo wa kutubu na kurudi, inzi wote wataondolewa kwao. Ndipo Farao aliposema, naomba muombeni Mungu wenu aondoe hawa, nami nitatii neno lake. Mungu akaondoa mainzi wote. Hii ni kumaanisha nini? Kama mtu atageuka na kumtazama Mungu na kumpenda Yesu Kristo na kutumaini katika mwili na damu yake, manzi wote Mungu atawaondoa ndani yake, ataleta Roho Mtakatifu, ataishi ndani yake, manzi yataondolewa. Kwa sababu wakati huo Mungu amebadilisha maisha yako, kutoka kuwa mzoga sasa umekuwa uliye hai, kutoka kuwa mchafu sasa ni mtakatifu uliyosafishwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa wewe ni makao ya watakatifu, malaika na Roho Mtakatifu, na Mungu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama ukiacha njia yako ukatumaini damu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakaa ndani yako na wewe unakuwa kiumbe kipya. Sio tena mzoga bali uliye hai, sio tena mchafu bali mtakatifu. Hayawezi yakadumu manzi tena katika nyumba yako, yani ndani yako wewe. Farao alipotubu na kugeuka, manzi yote Mungu akayaondoa, na alipoona manzi yameondolewa akawa mgumu, asiamini, asitake kuwapa watu wa Mungu ruhusa. Sasa unatakiwa kuelewa, badilika. Ikiwa wewe bado, badilika.
Usiseme nitaondoaje haya manzi. Ishike damu ya Yesu Kristo. Imani yako iwe katika mwili na damu ya Yesu Kristo. Nzi hawatakaa kwako, kwa sababu utakuwa wewe ni makao, hekalu takatifu. Utakuwa uko ndani ya Gosheni, hautakuwa Misri tena. Kwa hiyo manzi yako Misri, ambako huko hakuna Mungu, hakuna Yesu Kristo, lakini utakatifu, Roho Mtakatifu yuko Gosheni. Njoo uishi Gosheni, njoo uishi Gosheni. Manzi hayatakufuata. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.